kabisa. Bado kabisa. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Mabadiliko na uwazi. Shusha tanga. Shusha tanga. Safari. 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 Mimi na Zanzibar. Zanzibar na mimi. Zanzibar mpya. Asanteni sana. Ndugu Rais wa Zanzibar unayesubiri kuapishwa inshallah, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama chetu taifa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, wenyeji wa kikao hichi, wenye viti wetu wa mikoa mitatu ya kichama, mwenyekiti wa chama mkoa wa Magharibi B ambao ndipo tulipo, mwenyekiti wa chama mkoa wa Magharibi A, mwenyekiti wa chama mkoa wa Mjini, ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu upande wa Zanzibar, ndugu mwanasheria mkuu wa chama chetu, kwa heshima maalum mjumbe wa kamati kuu, naibu katibu mkuu mstaafu wa chama chetu na waziri wa afya, Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui. Pigeni makofi tena bwana. Na vile vile kwa heshima maalum mjumbe wa kamati kuu ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa timu ya ushindi itakayotupeleka Ikulu ya Mnazi Mmoja, Mheshimiwa Mansur Zufimi. Pia kwa heshima hizo hizo mama yetu mpendwa, mlezi wetu, alama ya ukombozi, Mama Awena Sinan Masoud, dada yangu mpendwa Mama Zainab, naibu katibu wa idara ya organization, chaguzi na mafunzo, katibu wa tume ya uchaguzi ya chama, leo katoa vitu vyote vya mtungini leo maalum kwa ajili ya kukabidhi fomu inayokwenda kuifungua Zanzibar Oktoba inshallah. Wajumbe wengine wote wa kamati kuu na halmashauri kuu, viongozi wa ngome zetu zote tatu kitaifa, ngome ya wazee, ngome ya wanawake na ngome ya vijana, waheshimiwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, viongozi wa mikoa yetu hii mitatu na majimbo yake yote na matawi yake, na kwa namna ya pekee mawakala wetu wapambanaji kutoka mkoa huu wa Mjini, mkoa wa Magharibi A na mkoa wa Magharibi B. Assalamu alaikum. Nianze
kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ambaye siku ya leo kaijalia siku maalum sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tumeanza na furaha vuga na hatimaye tuko hapa tukiwa hai na wazima, twenye furaha tele. Hatuna la ziada zaidi ya kumshukuru mwenyewe Muumba. Tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Sala na salamu zende kwa mtukufu wa daraja, mbora wa viumbe vyote, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu, leo inshallah tunakamilisha kazi nzito ya kupitia mikoa yote 11 ya kichama. Na kwa namna ya kipekee naomba mimi na nyinyi muungane na mimi tumshukuru na kumpongeza sana mwenyekiti kwa kazi kubwa aliyofanya. Nilikuwa nawaambia Pemba, kwa hakika sasa viatu vya Maalim Seif vimefiti kisawa sawa kwenye miguu ya Mheshimiwa Othman. Mwenyezi Mungu amzidishie kheri, amzidishie baraka, amzidishie afya, amzidishie nguvu, amzidishie imani thabit. Inshallah mwaka huu akakamilishe safari ya mzee wake Maalim Seif Kijana. Nasema hivyo kwa sababu gani? Nyinyi wenyewe mashahidi. Takriban miezi mitatu hii, ile kauli ya bandika bandua imemsibu Mheshimiwa Othman Masoud, kwa sababu si mikutano ya hadhara tu. Alianza program kama hizi kabla, tukenda na mikutano ya hadhara, akasafiri na hakusafiri kwa matembezi. Aliporudi akaendelea na ratiba. Imeingia Ramadhani, nyote mashahidi, Ramadhani nzima kaitumia kufanya kazi aliyokuwa akiifanya marehemu Maalim Seif, kuwapitia wagonjwa, wazee wetu, kufikisha sadaka kadiri alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, kuandaa iftari, mbali ya kwamba ni wajibu kidini, lakini vile vile akifanya kazi ya kukiunganisha chama na umma. Na nyie mashahidi, hata baada ya kumalizika Ramadhani, kila Ijumaa haipiti bali ya sala ni pamoja na kuwapitia baadhi ya wazee wetu na watu wetu mashuhuri waliojitolea katika harakati hizi. Lakini kipindi hicho ndio akaanza ratiba hii ya kupitia mikoa yote 11. Kwa hivyo kwa hakika Mheshimiwa Othman anastahiki sifa zetu na pongezi na shukrani zetu nyingi sana. Leo tunahitimisha huko kote ambapo tulikuwa tunapita. Nilikuwa nikizungumza mambo mawili tu, lakini leo kwa hapa nitaongeza na la tatu inshallah. La kwanza ni lile ambalo lilishaanzwa na waliotangulia, lakini na mimi kote nilikopita nimelifanya kwa sababu ni wajibu wangu.
suala la kuwapongeza na kuwashukuru kwa dhati nyinyi kwa kazi kubwa mlioifanya mpaka mhakikisha mmeilaza chali CCM kwenye uandikishaji. Kama ilivyoelezwa, tulipita tukatoa kazi na maelekezo, na mimi nashukuru kote Unguja na Pemba, kazi imefanyika vizuri sana. Jana tulikuwa mkoa wa Kusini Unguja kiserikali, ambapo sisi tuna mikoa miwili kichama. Tulianzia mkoa wa Kusini Unguja kichama, halafu tukaja mkoa wa Kati Unguja kichama. Ukitaka kujua kwamba sasa CCM inaondoka madarakani, ukatizame hamasa na utendaji kazi ulivyokuwa pahala kama mkoa wa Kusini Unguja. Tulipokuwa tukipewa ripoti, tulielezwa kwamba kwa idadi ya matukio na watu wetu ambao waliteswa zaidi na kamata zaidi katika maeneo yote kwa kiserikali, wilaya 11, kwetu sisi ni mikoa 11, basi pahala palipoongoza kwa vitimbi palikuwa ni Kusini Unguja. Sasa hili linakupa dalili, ikiwa CCM haijiamini tena Kusini Unguja, ujue CCM mata imekufa, imemalizika katika visiwa hivi. Kwa hivyo ndugu zangu, tunawapongeza sana, na pongezi maalum hasa zende kwa wale mashujaa wetu waliokuwa mawakala, waliambiwa wanyoshe mikono. Mimi naomba hebu wasimame, hasa muwaone vizuri waliokuwa mawakala wetu katika kazi hii. Wapigieni makofi mengi sana. Asanteni sana. Kwa hivyo tunawashukuru na kuwapongeza sana, na katika hili nilifunge kwa kusema, ndugu zangu Unguja, na Unguja zaidi pahala pake pa kulisema hili ni hapa mjini na magharibi, tuna deni kubwa sana kwa ndugu zetu wa Pemba. Tumetoka Pemba na mwenyekiti shahidi, mkoa mmoja tu wa kichama ulikuwa unajaza ukumbi wote Upemba, na mtastaajabu, pahala palipotia fora kuliko kote ilikuwa ni mkoani Pemba. Kule alikotoka bwa mdogo akenda akahashuliwa, kule alikofunga safari mguu mosi mguu pili kwenda kuhashuliwa. Watu wazima, mtu mzima akakusanyiwa shangwe, ati naye kaekwa katikati kama anapigwa picha, ati hawa watu wa ICT wametoka. Maskini roho yake kio, maskini roho yake kio, masikini roho yake kio, na kitamcheza zaidi Oktoba atapofunga virago, autoke geti moja, geti la pili anaingia Mheshimiwa Othman Masoud inshallah. Kwa hiyo wanachosema mkoani walitia fora, na kuna mtu sitomtaja jina, maana hata kinyaa kumtaja jina, lakini katika habari ambayo nimefurahi walinieleza viongozi wa mkoani, lile hashuo la kuambiwa kuna sijui watu 1000, walisema 3000 2000 vile 2000 na ushei,
basi we mtu mzima hata akili huna. Yale maigizo yale, unajua tulipokwenda kwenye vikao vya chama walikuwa wanatuambia watu wa makao makuu Magomeni pale Dar es Salaam. Kumbe yule bwana yule kuambia hata kinyaa kumtaja, alikwenda pale akaenda kanunua yale ma uniform ya chama, akadanganya kwamba kuna shughuli ya chama. Na nyie mmeona vituko vya mwisho, bwa mdogo anakabidhiwa bahasha ya kanga, ndio mwisho wa mwanadamu, mwisho wa mwanadamu. Sasa nikulizeni akina mama, siku hizi mnavaa kanga hazijapindwa? Lakini kulifanyika vituko. Sasa vituko vyao viwekeni pembeni. Viongozi wa mkoa, ile ari iliyokuwepo, anatuambia kulikuwa na watu wengi katika jimbo la Kiwani ambao walikaa upande katika shughuli za chama tangu chama kile kilichopita tu zamani, kwa sababu vitimbi vya huyu kinyaa nayemsema. Wanatuambia yeye si alisema katoka, wale wote wamerudi kwa viongozi, wamesema sasa hichi kinyaa kimeondoka, tunarudi kwenye harakati zetu sote. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Hayo tuachie DJ, hayo seminari zetu hizo. Kwa hiyo unachosema, na hivi kwa taarifa yenu, kunaandaliwa shughuli maalum, mwenyekiti akawakaribishe wote tena katika harakati zetu za chama. Kwa hivyo nilikuwa nasema, ndugu zangu, Pemba nzima hali imerudi kama ilivyokuwa zamani, na nakwambieni, na namwambia bwa mdogo na msaidizi wake mwingine anayehashudiwa kwamba ana jimbo kule Pemba, labda kiti cha Mwale, hamna kiti hata kimoja. Tukijaliwa viti vyote 18, tunamkabidhi rais mpya wa Zanzibar atuongozee Zanzibar yetu. Kwa hiyo nasema, ndugu zangu, katika hili nalimalizia kwamba Unguja tuna deni. Pemba wametukopesha, tuna deni la kulipa. Sio kama tunaelewana? Na kazi ya timu ya ushindi ambayo mwenyekiti kanipa jukumu la kuiongoza, na makamu wangu Mheshimiwa Mansur, mjiandae, karibu tunaanza rasmi kazi. Moja ni kuhakikisha tunaisimamisha Unguja na Pemba ili CCM tuifungishe virago, tuizike kaburini, isirejee tena katika visiwa hivi inshallah mwaka huu. Kwa hivyo nimalizie kwa kusema tunawapongeza na kuwashukuru sana kwa kazi kubwa, kwa sababu haijakuwa rahisi. Sisi tuna chama tu, lakini unapambana na watu wanatumia mamlaka na vyombo vyote, ushenzi wa hali ya juu kabisa. Na tunajua wale waliokuwa wakitumika. Kuna kundi la maharamia hasa kutoka katika kikosi cha mafunzo ambao wamewekwa nyuma ya ziwani pale, ndio waliokuwa wakipewa mafunzo ya kiuti. Hawa ndio watu ati wanaokaa katika vibla vya misikiti kuhubiri amani. Tunayajua yote, na tumesema sisi kazi yetu tunaweka record. Tutaandika taarifa kwa sababu tuna details zote. Tutamwandikia amiri jeshi mkuu, rais wa Jamhuri ya Muungano, tena yeye khiari yake mwenyewe, lakini tutaandika details zake zote, tunazo. Tumeelewana? Kwa hivyo hili
Nilifunge kwa kusema tunawashukuru na kuwapongeza, lakini kazi haijamalizika, ndio kwanza imeanza. Moja katika tija kubwa sana ya uchaguzi wa mwaka huu inshallah, na hili nimekuwa nikitarajia sana, ushindi wa Wazanzibari, mimi sisemi wa ACT Wazalendo, ushindi wa Zanzibari utachangiwa zaidi na kura kutoka CCM walomchoka bwa mdogo kuliko hata sisi ACT Wazalendo. Kwa hivyo tuna kazi. Kwanza imesemwa hapo, lazima baada ya uandikishaji tuwatambue wapiga kura wetu wote, nyumba kwa nyumba. Lakini tuna kazi pia kuwatambua wapiga kura sio wale wa mazoea miongoni mwetu, hao ndo wako kwa maelfu upande wa pili. Leo kwa sababu tumechelewa naliacha hili hapo, lakini kuna siku nitawapa hadithi ya nini kinaendelea huko upande wa pili. Lakini nikwambieni hapa bwa mdogo hana lake. Watakaoanza kumshughulikia ni wa chama chake mwenyewe waliomchoka, sababu wanasema huyu hana mila, hana utamaduni, wala hana akhlaki zetu, arudi alikotoka, atuachie nchi yetu, tumkabidhi muungwana Mzanzibari mwana kinda kindaki Mheshimiwa Othman Masoud Othman atuongozee Zanzibar yetu inshallah. Hilo la kwanza. La pili pia limeshasemwa, lakini nalizungumza vile vile kwa nafasi ambayo mmenipa nyinyi kama makamu mwenyekiti Zanzibar kusimamia shughuli zetu za chama na utendaji na siasa upande wa Zanzibar. Tumesema kwamba tumeingia hatua ya kuchukua na kurejesha fomu ndani ya chama. Tunashukuru alhamdulillah, kazi imefanyika vizuri kwa nidhamu ya hali ya juu kabisa. Tunawapongeza wote waliojitokeza kwenda kuchukua fomu kukamilisha taratibu za demokrasi ndani ya chama chetu. Lakini kama ilivyoelezwa hapo, mara nyingine binadamu ndio tulivyoumbwa dhaifu, na udhaifu mkubwa ni udhaifu wa nafsi. Tunaomba sana, na hili mimi nasema Mwenyezi Mungu mwaka huu katuletea ibra kubwa sana, sababu nilikuwa nikisema tangu Pemba, hili nimelisema kote. Kwa kawaida mnakumbuka ni huenda hivi kimya kimya tukaingia mpaka kura za maoni, tukenda tukaumizana huko, tukavurugana, halafu vikao vya taifa vinakaa vinapisha gombea, halafu vurugu zinatokezea, ndio tunatoka viongozi. Mnakumbuka ilikuwa siku zote ndio kazi ya marehemu Maalim Seif kwenda kuweka sawa, kwenda kutibu madonda na majeraha. Hasa nasema mara hii Mwenyezi Mungu atupa ibra, tumefanya ziara hii tunaambizana kabla. Sika tunaelewana? Tunaambizana kabla na tunanasihiana kwamba jamani, tusisahau kubwa ambalo ndio msingi wa harakati zetu. Nimekuwa nikisema kote, harakati hizi hazikuasisiwa kumtafutia mtu ulwa na cheo. Kama umo humu kwa kudhani kwamba lengo letu ukawe mbunge au mwakilishi au diwani, tafadhali tupishe mlango ule pale.
Tunaelewana? Usituharibie chombo chetu, usituharibie harakati zetu, usituharibie safari yetu iliyoasisiwa na wazee wetu. Sababu tumekuwa tukikumbushana kila wakati, na leo nakumbusha tena. Walipoasisi harakati hizi wazee wetu hawakuwa kisaka vyeo, maana vyeo walikuwa navyo tayari. Badala yake walifanya mambo ya kufanya vile vyeo viwatoke, wakijua vinatoka. Marehemu Maalim alikuwa waziri kiongozi nchi, nafasi ya pili kwa madaraka, tena wakati huo waziri kiongozi sio huwa Shamsi Nahodha. Waziri kiongozi unatisha. Wenzake wote kina Bimani nakumbuka wakimwita chief tu, na wengine mpaka wamekufa na mpaka kafa wanamwita chief tu kwa hadhi ile nafasi, chief minister. Kwa hivyo wakimkata akimwita chief, waziri kiongozi. Wenzake wengine walofukuzwa pamoja naye, mzee Ali Pandu alikuwa waziri, Dr. Maulidi Makame alikuwa waziri, Maalim Sudi Yusuf Mgeni alikuwa waziri, Mheshimiwa Ahmad Rashid. Nasema sisi si wajinga wa kubadilisha historia kwa sababu mtu tu kabadilika hiari yake, lakini historia iko pale pale. Alikuwa pamoja na, alikuwa naibu waziri wa fedha na uchumi na mipango kwenye serikali ya muungano. Suleiman Seif Hamad alikuwa naibu spika wa baraza la wawakilishi na mjumbe wa baraza la wawakilishi, ndo maana yake. Khatib Hassan Khatib alikuwa mbunge na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa CCM. Mzee Shaban Khamisi Mlo alikuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa CCM. Mzee Machano Khamisali alikuwa kamisa wa jeshi la polisi Zanzibar nzima, na kabla hapo alikuwa mjumbe wa baraza la mapinduzi. Maalim Masudi Omar na Maalim Juma Ngwali Kombo walikuwa wakuu wa mikoa, and the list goes on and on and on. Orodha inaendelea na inaendelea. Hawa walipomkabili Julius Kambarage Nyerere, wakati huo Julius Nyerere anaogopewa kama Mungu mtu. Walipomkabili kwa kusimamia maslahi ya Zanzibar, walijua nini kinakwenda kuwakuta, lakini kwao ilikuwa kwanza ni wajibu wa kutetea watan, nchi yetu. Sasa huo ndo msingi wa harakati zetu za kuacha vyeo kupigania nchi. Wewe leo ukituletea ujinga wa kutuvunjia harakati za nchi kwa sababu ya cheo, tutakutoa kama hutoki mlango ule pale. Sijui kama tunafahamiana. Hao kwenye historia, lakini hata ya karibuni kabisa, nyote mnakumbuka mili ilitusisimka hapo siku Mheshimiwa Mansur Sufimidi alipofukuzwa kwenye Chama cha Mapinduzi. Anachukua msimamo aliochukua. Mimi ananikumbuka ndugu yake kwenye baraza la wawakilishi, namwambia ammi, aste aste, ndio tunavyoitana. Siku walipozungumza baraza la wawakilishi, mnakumbuka siku moja alizungumza,
akamalizia akasema sebu sebu, si kama mnakumbuka. Na Maulana ulikuwa baraza la wakilishi, unakumbuka, na lugha zake. Wakati huo bado waziri. Kaambia ammi, taratibu, sisi tunataka ubakie huko tufanye kazi moja. Akanambia mie nshaamua. Nanyi mmemwona kaondolewa waziri, kafukuzwa chama, na maana yake kakosa nafasi yake ya uwakilishi, kawekwa gerezani, lakini mpaka leo umemsikia lugha yake hapa, msimamo pale pale mpaka mamlaka ya Zanzibar yarudi. Ondoka kwa Mheshimiwa Mansur. Mfano mwingine hai chuma chapua Mheshimiwa Othman Masoud huyo. Mpaka leo imeganda katika vichwa vyetu video, picha ya bunge la katiba. Au ngo jamani? Wakati huo sisi wenzake, na kusema wenzake na kusudia kwa maana ya msimamo, sisi tulishatoka tangu Aprili kwenye bunge la katiba baada ya kutokuelewana. Inafika Oktoba, yeye kabakia kama yatima ndani ya jumba lile, wenzake wote washauza nchi. Karudishwa, mengine ataeleza mwenyewe, na nataka kulikamata mimi moja. Karudishwa kwamba akapige kura, kwa sababu kura zilikuwa, mnakumbuka, yote zilikuwa hazitimii, na hazikutimia, amefanya varangi tu, hasa kwa upande wa Zanzibar. Tena akanongonezwa kwamba apige kura ya siri. Mwanamume akaambia hakuna cha siri hapa mbele ya nchi, kura ya dhahiri napiga, umma unihukumu. Huku kuna wanasheria mkuu, huku kuna Zanzibar. Akachagua Zanzibar, akauacha wanasheria mkuu. Mifano hii mingi, na yakumbusha haya kugusa huku kwenye nyoyo. Tukumbushane, hatutafuti cheo kwenye harakati hizi. Upande huu unataka cheo, nenda Chama cha Mapinduzi, chama cha mafisadi ambao ndo kazi yao. Na mfano wa mwisho katika hili, Mwenyezi Mungu alipomkhitari mzee wetu Maalim Seif, ikawa tunazungumza. Mimi wakati ule bado hata kusimama siwezi kusimama, lakini alhamdulillah wenzangu kuna Mheshimiwa Mazrui wote walikuwa wanakuja nilipokuwa kwa Mkunazini pale. Tunashauriana nani wa kujaza nafasi hii. Ingelikuwa ni kujali cheo, yoyote katika sisi angetosha. Angeweza kuwa Mheshimiwa Mazrui, kwani asingeweza wa makamu wa kwanza? Angeweza kwa Mheshimiwa Mansuri, kwani asingeweza? Angeweza kwa Babu Juma Duni, kwani asingeweza? Hatungeweza kuwa wengi tu, lakini sote tukasema hapa hatutizami cheo, tunatizama harakati zetu za kuirudisha Zanzibar mamlaka yake. Nani anafaa kuongoza harakati hizi? Tukasema sote tumesamee, tunamtaka kutoka nje yetu, tukenda tukamfuata Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Na yeye wakati tunamfuata hakuwa kalili kwenye mapato. Maana wengi mnadhani hizi kazi za serikali hizi ukiwa una njaa hujui ndio utaona jambo la maana hili. Lakini alipoondolewa kwenye wanasheria mkuu, na nikukumbusheni, lilikuwa jambo si dogo lile. Sio kama Mheshimiwa Othman mwenyewe nimewahi kumwambia, lakini baadhi yenu hasa kina mama mtakumbuka. Siku ile linatoka tangazo
tulikuwa Fatma nakumbuka zaidi, tulikuwa tumeandaa tarab El Salasi, nakumbuka, sababu ilikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi, lakini bado kampeni, na mgeni rasmi alikuwa awe marehemu Maalim Seif. Kulikuwa na kikao cha BLM Ikulu, tafrani za Maalim kwa maamuzi ya kwamba Mheshimiwa Othman afukuzwe kwa kusimamia Zanzibar. Alipotoka ishafika kiza, alipigia simu anambia, Jussa, nisameheni, mie siwezi leo, siji kabisa. Vile imani ya Maalim kwamba tunamhitaji mtu kama Mheshimiwa Othman Masoud katika hatima ya nchi hii, kwamba leo anatolewa kwa sababu ya kusimamia Zanzibar. Kwa hiyo tukamfuata, lakini atusema alipotoka ana kampuni yake ya wanasheria. Baada kuna kitu wanasheria wanajua kinaitwa retainer. Unaingia mkataba, unahudumia kampuni, wewe unalipwa kwa mwezi kama mshahara, liwe limetokezea la kulifanyia kazi alikutokezea kazi, malipo yako yako pale pale. Ana makampuni ndani na nje ya nchi yamemtia mkataba naye, wamefanya retainership na kampuni yake ya uwakili. Mbali ya hilo, mnakumbuka alikuwa kwenye taasisi kubwa ya kimataifa, shirika kubwa, World Intellectual Property Organization, WIPO duniani, ambalo linaongozwa na kamati ya watu 7, na kila continent, bara moja, lina mtu mmoja wa kuwakilisha pale. Bara zima la Afrika walishindanishwa watu 128 kutafuta mtu wa Afrika kuingia pale. Aliebuka kidedea mwanakinda kindaki Othman Masoud kutoka Zanzibar. Kaangusha wangapi? 127. Kwa hivyo kama maslahi, nakwambia ni zaidi ya mara 6 anachokipata sasa. Msione hizo kasi za ving'ora hizi, ya mambwembwe tu hapo, lakini hamna chochote katika mapato. Kawacha mapato mara 6 zaidi anachokipata sasa. Tulipomfuata, lakini Mheshimiwa Nasr anakumbuka, sababu yeye ndo hasa alomuuliza kwa niaba yetu kwamba mmeridhika na mmeridhia nafsi zenu nyote kwamba mimi ndo wa kuchukua heshima hii ya kupokea kijiti cha kuongoza harakati hizi kama alifanya Maalim Seif. Mheshimiwa Mazrui akamwambia naam. Akaambia basi nimewacha yote na kuja kuungana na Wazanzibari kuongoza harakati hii. Sasa ndugu zangu, mkasa huu na mawili katika kukataa binafsi, unapotu sisi kusema katika sisi sote tunakaa upande tunampisha yeye, hakuna mtu anataka cheo. Una upande wa pili wake yeye wa kuacha ulwa na mapato makubwa zaidi, akasacrifice, akasema nakuja kuongoza harakati alizoziasisi mzee wetu Maalim Seif. Kwa hivyo ndugu zangu, nimeeleza haya hapa mjini kwa urefu, maana hapa nasema na nchi nzima. Leo tunahitimisha, ndio nimesimama nayasema kwa kina hapa. Tunakwenda jamani, tusisahau msingi wa harakati hizi. Umechukua fomu, chukua fomu, twende katika taratibu zetu zote. Tutakwenda kwenye kura maoni, baadaye tutapitisha wagombea, lakini kama ilivyokuwa kauli yetu, tutachagua mmoja, tunabaki wamoja. Kwa hivyo nakuombeni mnakokwenda, wajumbe ndio sisi msije mkatuharibia chombo chetu kwa maslahi binafsi ya mtu na kikundi chake. Usije ukageuka panya ukautoboa mtumbu wa muhogo kwa njia yako ukataka kutuzamisha sote, utazama peke yako, tunakutoa kwenye harakati zetu. Na kwa taarifa yenu, tumeunda taasisi mbalimbali zinafuatilia kila hatua. Tukigundua umetuharibia kwa rushwa, tukigundua umetuharibia kwa makundi, umetuharibia kwa ubaguzi,
umetuharibia kwa chochote, wewe ndo mwisho wako hapo utafika. Shirika tumeelewana? Nafikiri nimefika ndipo hilo. Basi nalitua hapo la pili. Asanteni. Sasa mwenyekiti, nilikwambia hapa nitakuwa na la tatu. Hili ni la kuhusu wewe mwenyekiti. Inakuhusu wewe, lakini nina yakini haya nitakayoyasema, hata kama sikuwauliza, na yakini wataungana na mimi katika haya ninayokuambia. Kwanza mwenyekiti, sisi leo umezikonga nyoyo zetu sana. Hawazikukonga nyoyo jamani leo. Umezikonga nyoyo zetu kwa kwenda kuchukua fomu ambayo leo inaandika historia mpya katika harakati zetu. Kwa nini nasema historia mpya mwenyekiti? Kwa sababu tumezoea tangu tulipoanza mpaka 2020 wa mwisho, mgombea wetu alikuwa mmoja tu sisi. Chuma cha pua kilolala mtambo Nyali, Maalim Seif Sharif Hamad. Mwenyezi Mungu amlaze pema, alitie nuru kaburi lake, yeye na wenzake wote waliopigana katika harakati hizi. Leo tunaandika historia kwa sababu tunakwenda katika uchaguzi, na hatua ya mwanzo ni ya leo bila ya yeye kuwa nasi. Lakini ninachoamini mimi, hayuko na sisi kimwili tu, physically. Mimi naamini hapa tulipo roho yake iko na sisi kwenye ukumbi huu, na naamini kwamba leo alikolala Nyali Mtambwe anatabasamu. Yule aliyepata uchungu siku anafukuzwa, kwamba leo ndo kachukua fomu kama alivyokuwa akichukua yeye, kuhakikisha safari aliyoasisi Maalim Seif tunakwenda kuikamilisha na wewe Mheshimiwa Othman Masoud biidhnillah taala. Sasa katika hili nimesema hili lako, sijui wenzangu, lakini nasema naamini kwamba haya nawasemea wao. Mimi mwenyekiti sina wasiwasi wowote, biidhnillah taala mwaka huu CCM tunakwenda kuizika Unguja na Pemba. Sina wasiwasi wowote kwamba utashinda kwa kishindo hakijawahi kutokea katika historia ya chaguzi Zanzibar. Sina wasiwasi wowote kwamba inshallah utatangazwa na tutakuapisha kwa rais wetu wa Zanzibar. Nayo yaomba kutoka kwako, tukisha kukabidhi nchi yetu, na safari ndio imeanza leo mwenyekiti, sisi kwangu mimi na naamini kama nimesema na wasemea na wenzangu, mambo matatu. La kwanza, kabla ya chochote tunataka, na wala hatuna shaka na wewe katika hilo, lakini tunakumbushana tu, la kwanza ukalishughulikie ukiwa katika deski lako kwenye ofisi ya Rais Mnazi Mmoja, ni kuhakikisha unarejesha mamlaka yetu ya Zanzibar. Mwenyekiti, tukijaliwa Oktoba kwenda mbele, hatutaki rais wa Zanzibar ende London akakutane na mashehe wa Kikadiani. Kwamba ofisi ya rais ndio unaona fahari sana inatupostia picha kwamba mtu kafunga safari mguu mosi mguu pili London, hajaonana na mfalme wa Uingereza, hajaonana na waziri mkuu wa Uingereza, kakutana na makamu wa rais wa makadiani duniani. Sisi hatutaki hilo mwenyekiti.
maana kafunga safari wiki nzima, yuko hoteli, kazi yake kupokea mgeni mmoja, mgeni wa pili kupiga picha. Kuwa na rais kiroja, kuwa mshamba wa kupiga picha, hatutaki rais wa namna hiyo. Tunataka ukitoka katika Zanzibar, unapokwenda umerejesha mamlaka ya Zanzibar, unapokewa kama mkuu wa dola ya Zanzibar. Hakuna mtu tangu 64 aliyeunajisi urais wa Zanzibar kama huyo aliyoko sasa. Waliokuwepo wote waliopita, hata kama walikuwa na udhaifu, lakini wakiitambua hadhi ya urais wa Zanzibar. Na ndio maana unatuambia mara nyingi, na hakika tutatuambia, kila mmoja akapambana kivyake. Wewe Mheshimiwa Othman, rais wetu, inshallah hilo ndo kubwa tunalolidai na tunalolitaka kwako, tukijaliwa tukishakuapisha, kurejesha mamlaka ya Zanzibar. Mko pamoja na mimi katika hilo? Mko pamoja na Zanzibar na mimi katika hilo? Na mimi naamini hili ndio moja kubwa. Wale kuambia ni wako nje yetu wanaotunga mkono, kwa sababu wanaamini huyu aliyepo, huyu hawezi, anachoweza ni udalali, kazi ya duka haiwezi. Kwa hivyo tunachosema, tunataka rais wetu urejeshe mamlaka yetu. La pili, mheshimiwa, nimesema mambo mangapi? La pili tunalolitaka, tunataka rais wetu mpya kuanzia Oktoba inshallah uiunganishe Zanzibar na utuunganishe Wazanzibari sote. Tunaomba pale unatia saini kwa wino mwekundu, iwe mwanzo wa kupiga marufuku ubaguzi na utengano katika visiwa hivi. Na kwa namna ya pekee, Mheshimiwa Rais wetu, inshallah, na kuomba katika hili uje uoneshe mfano kwamba katika kutenda haki CCM wapate haki kwanza kabla ya ACT Wazalendo. Nasema hili kama ujumbe wa taswira ya uadilifu na haki tunayoitaka chini ya rais mwadilifu, mpenda haki, Mheshimiwa Othman Masoud. Sisi tofauti na wao, na naamini Mheshimiwa Othman alijua hili, hatutafuti nchi ili kujipendelea sisi. Tunataka rais ambaye kama anavyosema duniani, rais ni symbol of the unity of a nation. Rais ndiye alama ya umoja wa watu wa taifa linalohusika. Kwa hivyo uje utuoneshe, mheshimiwa, usije ukambagua yote. CCM ndio wapawe haki, waone hasa nchi ya kiungwana inaendeshwa vipi, na sisi waungwana. La tatu, hili nalisema kwa ufupi kwa sababu ya muda. La tatu, mheshimiwa, Maalim Seif mpaka Mwenyezi Mungu kamchukua, alikuwa na wimbo wake wa kubadilisha maisha ya watu wetu, kututoa katika laana ya umaskini ulioletwa na CCM katika visiwa hivi, kutupeleka katika zama mpya za Zanzibar kuwa Singapore ya Afrika. Kwa hivyo la tatu, mheshimiwa, tunalokuomba uhakikishe unapanga mikakati kuanzia sasa. Visiwa hivi, huu ushamba wa maghorofa ukome kuanzia Oktoba. Hatukutarajii mheshimiwa ukaja ukawa rais limbukeni kama huyu tulionaye, ukaja ukakaa kwenye majukwaa, ukaja ukatuambia waungwana wa Kizanzibari umetujengea skuli za ghorofa.
Sisi tumesoma shule za ghorofa tangu mapema asubuhi. Nakuwa tukimwambia mara nyingi, inawezekana huku wanakotoka wanasoma chini ya miembe, kwa hivyo kwa kieli mbukeni. Sisi hapa nijitolea mfano mimi mwenyewe. Primary nimesoma Hamamni ghorofa 4. Secondary nimesoma Haisalasi ghorofa. A-level nimesoma Lumumba ghorofa. Mimi si mshamba wa ghorofa. Kwa hivyo mheshimiwa, tunataka mbadilishe maisha ya watu, sio kwa upuzi na upumbavu kama huu wanaojisifia wa masoko na maghorofa. Tunataka ubadilishe maisha ya watu, kwanza kwa kuhakikisha kipato chao kinaishi kama kipato anachostahili mtu muungwana katika dunia hii. Pili, uhakikishe umezifungua fursa zote, asibaki hata kijana mmoja wa Kizanzibari barazani akawa hana ajira. Tuhakikishe Zanzibar imezalisha ajira za kutosha, na yote yanawezekana, yote yanawezekana. Yanawashinda hawa kwa sababu ya ufisadi wao. Tumekuwa tukisema katika majukwaa kila siku, na karibu zile siku za kukagua lile dubwasha na lilisema mwenyekiti zishafika mwisho. Karibu tunakwenda kulipasua sasa tukijaliwa. Kwa hiyo ufisadi huu unakuonesha mtu anakwapua mabilioni kwa mabilioni. Sasa haya yangekuwa kweli yanatumika kwa maslahi ya nchi, kuna nchi angeishi na mtu angeishi na umaskini hapa? Haiwezekani. Kwa hivyo tunakuomba rais wetu, uhakikishe unabadilisha maisha ya watu wetu. Umasikini tunauandikia historia katika visiwa vyetu inshallah. Leo kila unayemuona mwenyekiti, tumetoka ziara kwa tunamuona sura za watu zinakwambia dhiki na idhilali waliotufikisha hawa. Leo nchi hii anakuja mgeni kuja kuchuma hapa, Mzanzibari anabaki fukara, na ukawa kiongozi wa nchi ukajionea fahari katika hilo kwamba wewe unaneemesha wageni wakwe na mashemegi zako. Wazanzibari umewaacha fukara. Mheshimiwa Othman, hatuyataki ukiwa rais wetu inshallah. Kwa hivyo nasema mambo matatu tunataka ukiwa rais wetu. La kwanza, uturejeshee mamlaka kamili ya Zanzibar. La pili, utuondoshee ubaguzi na utengano katika visiwa vyetu, watu wote uwaunganishe wawe kitu kimoja. La tatu, utuhakikishie unayabadilisha maisha ya watu wetu, na safari na dira ya Singapore ya Maalim Seif unakwenda kuitimiza mwanafunzi wake Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Na nikuhakikishie mheshimiwa, si kama haya tunakutupia juu ya mabega yako. Sote sisi tunakuwahi, na leo naomba mchukue kiapo hapo kwamba sote tutahakikisha kama tulivyokuwa na Maalim Seif tutakuwa na wewe bega kwa bega. Nilisema katika mkutano mmoja katika ziara hii kwamba uchaguzi wa mwaka huu mimi na utafsiri kwamba ni uchaguzi wa kwenda kulipa kisasi cha uovu na ujinga na ushenzi waliomfanyia Maalim Seif. Si kisasi cha kupiga mtu, si kisasi cha kufungulia mtu mashtaka kama walivyozoea wao ya uongo, si kisasi cha kwenda kumtoa mtu kazini, kisasi cha kuonesha vipi tunapata mabadiliko na Zanzibar nchi ya waungwana inaendeshwa vipi kiungwana na rais muungwana kutoka Pandani Mheshimiwa Othman Masoud. Mko pamoja na mimi katika kiapo hicho wa Zanzibari? Tuko pamoja? Hebu waliokuwa tayari mkono juu.